अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. इस आयत का तर्जुमा है Halifa mtukufu ayyadhahullah ta'ala ibn Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii nifuatayo kwamba bila shaka Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nao wanamcha Mwenyezi Mungu na wanafanya ihsani. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema katika Qur'ani tukufu amri zote zilizoelezwa kuhusu uchamungu Mwenyezi Mungu amesihi sana. Basi uchamungu ni kitu cha kimisingi ambacho kinampatia ukaribu na Mwenyezi Mungu. Katika aya hii niliyosoma umesikia tafsiri yake, pia umesikia Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba inna Allaha ma'al lazina taqaw, bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao wanamcha Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo la kwanza. Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja nao wanashika njia ambayo inaelekeza kwenye uchamungu. Basi jambo hili limekuwa wazi kwamba duniani watu wa aina mbili wanapatikana. Ni watu wa kwanza ni wale ambao wanashika uchamungu na kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanafanya vitendo vizuri, na kila wema na kila kitendo kizuri wanajitahidi kufanya ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ili waweze kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kisha ni watu wengine ni wale ambao wanafanya vitendo vizuri kadhaa, lakini wakati wa kufanya vitendo vizuri hawazingatii Mwenyezi Mungu, au wakati wa kufanya kila kitendo hawafikirii kwamba Mwenyezi Mungu anatuona. Hawa watu wa aina mbili, miongoni mwa hawa ni wale pia ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu
au wanaamini angalau ni Mwenyezi Mungu yupo ambaye ni muumbaji wa mbingu na ardhi, lakini wakati wa kufanya kitendo chochote hawazingatii ridhaa ya Mwenyezi Mungu hata kidogo. Hata kama wanafanya kitendo kizuri hawalengi ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha watu wa pili ni wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, hawaamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo, wanakataa umoja wa Mwenyezi Mungu. Miongoni pamoja na hawa watu wote wawili Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi siwezi kuwa nao, mimi nakuwa pamoja na wale ambao ni watu wa kwanza ambao wanamcha Mwenyezi Mungu na wanafuata njia za uchamungu. Lakini chini ya sifa ya Rabb ya Mwenyezi Mungu, wale ambao hawafuati njia ya uchamungu wao pia wanapata neema za Mwenyezi Mungu kama wamchao Mwenyezi Mungu wanapata neema zile. Lakini hii ni kwa ajili ya neema za dunia tu. Kwa mfano ni jua, ni hewa, na kwa vitu hivi mwaminio pia anapata baraka, na yule ambaye hawamwamini Mwenyezi Mungu yeye pia anapata faida. Au ni vitu vingine vya dunia. Kwa mfano katika science, maendeleo yanayopatikana na elimu ya science inayopatikana na vitu vipya vinavyopatikana chini ya elimu hii, baada ya kufanya juhudi matokeo yanayopatikana, basi yule ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu yeye pia anapata baraka na zawadi ya juhudi yake kama yule ambaye mwaminiwa anapata. Kisha ni katika kilimo, juhudi inayofanywa, yule ambaye hawaamini Mwenyezi Mungu yeye pia anapata faida, na vile vile anamcha Mwenyezi Mungu yeye pia anapata faida. Kwa hiyo wote wawili wanapata faida katika mambo haya ya dunia. Wale ambao hawafuati njia ya ucha Mungu, wale ambao hawaamini Mwenyezi Mungu, wale watu pia ikiwa wasingepata sifa ya rehema ya Mwenyezi Mungu, rehema na Rabb ya Mwenyezi Mungu, wasingeweza kuishi hata kidogo. Mwanadamu ambaye ameumbwa duniani, yeye amepewa njia mbili ya kufanya vitendo vizuri, na njia ya heri na njia ya shari. Na wale ambao wanafanya kazi ya aina zote mbili, wao pia wanapata neema kadhaa za Mwenyezi Mungu. Hapa jambo hili ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu anaweka kanuni yake moja kwa ajili ya kila mmoja. Lakini hapa inatakiwa ielezwe hii pia kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuonyesha kudra yake katika hali ya aina moja, baadhi wakati anampatia mwaminio zaidi, inaonekana ni juhudi ya aina moja au ni mimea ya aina moja, lakini kwa sababu ya maombi mavuno yanapatikana zaidi kwa ajili ya mwaminio. Halifa mtukufu wa pili Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu aliponunua shamba huko mkoa wa Sindh mwanzoni, watu kadhaa walitumwa kule kwa ajili ya ulinzi. Pamoja nao alikuwa Maulvi Qudratullah Sanori Saheb. Nimeshawahi kueleza safari moja kwamba halifa mtukufu wa pili radhiyallahu ta'ala anhu alienda kutembelea shamba safari moja, na alikuwa anaangalia mimea. Alimuuliza Maulvi Saheb ambaye alikuwa sahabi pia, unakadiria kiasi gani tutapata mavuno katika mimea? Maulvi Saheb alisema kwamba atapata kiasi fulani. Mirza Bashir Ahmad Saheb pia alikuwa kule.
sawa na maoni yake alisema kwamba hii haiwezi kiasi hiki mavuno yapatikane. Kwa hiyo akaanza kuzungumza na Mirza Bashir Ahmed Sahab alisema kwamba makadirio yake ni zaidi. Maulwi Sahab akasema kwamba Mia Sahab, makadirio yangu ninayosema angalau tutapata mavuno kiasi hiki, kwa sababu katika mimea hii katika kona zote nimeswali nafali na nimefanya maombi, na nina yakini kwamba nafali zangu zitaonyesha mavuno ya mimea, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katika msimu mmoja, katika wakati mmoja, au katika mazingira ya aina moja, na katika bolea moja inayowekwa, Mwenyezi Mungu katika hali hii anathibitisha kwamba yeye anamsaidia mwaminio, kwa hiyo anaongeza mavuno yake. Katika mambo ya dunia pia mwaminio anaona kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja naye, lakini zaidi ya dunia hii ya hapa, wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na wanakuwa na yakini ya hali ya juu ya Mwenyezi Mungu, basi yule mtu anakuwa na dunia ya kiroho. Ladha yake watu wa dunia hawawezi kuona. Hawa watu ambao wanashika njia ya uchamungu, fikira yao inakuwa ya hali ya juu. Wao wanafikiria zaidi ya dunia hii, wanakuwa na imani juu ya ghaibu, na wanakuwa na yakini juu ya akhira, wanakuwa na imani juu ya ahadi za Mwenyezi Mungu. Wanapoinua mikono yao kwa ajili ya maombi, wanaona ishara ya maombi yao kuwapokelewa. Katika dhama hii, uhusiano huu wa Mwenyezi Mungu na kuwa karibu naye, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitufundisha. Wapo wanajumuia wengi ambao wana uzoefu wa uhusiano wao na Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya uhusiano huu, kwa ndoto au kwa ruya, Mwenyezi Mungu anawaonyesha kwamba itatokea hivi, na inatokea vile alivyosema Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na waaminio. Maana yake ni hii pia kwamba maisha na neema itakayopatikana baada ya kufariki, lazima neema zile zitapatikana. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa mwanadamu anashika ucha Mungu, anamcha Mwenyezi Mungu, atapata neema za dunia hii, na vile vile neema za akhira pia atapata. Mcha Mungu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu akifanya kitendo chochote, basi yeye anapata heri ya dunia hii na akhira, na hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Kama nilivyosema hapa awali kwamba kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanaofanya vitendo wao ni muttaqin. Vitendo vya aina hii vinavyofanywa, yani vitendo vizuri, wanafanya vitendo hivi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Na wapo watu wengine pia ambao wanafanya vitendo vizuri, lakini hawafanyi kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alieleza sifa ya mcha Mungu. Sawa na sifa ile, ni muhimu mtu ajiepushe katika kila dhambi ndogo na kubwa, na si kujiepusha katika dhambi, bali anatakiwa apate maendeleo katika hulka njema na katika vitendo vizuri, kisha atimize ahadi yake aliyofanya na Mwenyezi Mungu. Ikiwa vitu hivi vinapatikana, basi mtu anaweza kuitwa mcha Mungu. Na kutimiza ahadi za Mwenyezi Mungu ni nini? Ni hii kwamba mtu ajitahidi kutimiza haki ya ibada yake, na kwa ajili ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu
atumie nguvu yake yote na afanye juhudi. Hali hii itakapopatikana, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba wallazina hum muhsinun. Muhsin maana yake ni kwamba anampatia zawadi bila juhudi yoyote, kumpatia zawadi. Watu wanaompatia zawadi hii wanaitwa muhsin, au wanaowatendea watu wengine vizuri pia ni muhsin. Kisha muhsin maana yake ingine ni kwamba katika kazi yake afanye juhudi sana na atumie nguvu yake yote na apate elimu ya kitendo chake, na kila kitendo chake kiwe sawa na hali na wakati. Kwa hiyo muhsin na aina mbili. Wa kwanza ni wale ambao wanakuwa na uchungu kwa ajili ya wengine na wanawahudumia, wanawatendea vizuri bila kujali imani yao na dini yao, na bila kujali taifa lao wanawahudumia na wanakuwa na juhudi kwamba wahudumie ubinadamu. Kisha hii pia ni kwamba wakati wanapotakiwa wanawasaidia wengine kiasi hiki kwamba sawa na uwezo wao wanajitahidi kuwasaidia na kuwarahisishia mambo yao. Kwa hiyo kila mwanajumuiya ni jukumu lake kwamba kwa nia hii tuwahudumie wanadamu, na kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, kwa shauku hii na kwa imani hii, wapo wanajumuiya wengi ambao wanahudumia na wanatoa huduma zao. Bila shaka wao ni waaminio, lakini bila shaka wao ni muhsin, lakini hawasemi kwamba wao wanafanya ihsani. Muhsin si yule ambaye anasema kwamba amefanya ihsani. Ikiwa ameshasema kwamba yeye amefanya ihsani, basi katika hali hii hawezi kufuata uchamungu na hawezi kuwa na hulka njema. Uchamungu ni katika hali hii kwamba baada ya kufanya ihsani mtu asieleze hapa na pale kwamba amefanya ihsani. Kwa mfano wake ni engineers wetu ambao wanajitolea. Hawa ni vijana na wengine ni madaktari, au wapo wengine ambao wanafanya kazi katika idara mbalimbali katika Afrika. Kwa mfano kuna projects chungu mzima. Hawa vijana wanaenda kule kwa ajili ya kutoa huduma zao. Wenyeji wa pale ambao wanakosa maji, hawa vijana wanaenda kule kwa ajili ya kuwapatia maji kwa kuchimba visima, na vile vile wanawapatia umeme, na wanajenga shule kwa ajili yao ili wananchi wa kule wapate elimu. Wanajenga hospitali na clinic ili watu wapate matibabu, na watu wapate matibabu kwa urahisi na shida zao ziondoke. Kisha walimu wetu na madaktari wetu kwa kukaa kule kwa miaka na miaka wanahudumia. Katika shida wanaishi kule, na kule wanaishi mahali ambapo hakuna umeme wala hakuna maji, lakini kwa nia ya kuwahudumia wananchi, wanadamu wanaishi kule. Na hawa ni wale ambao wanahesabiwa muhsinin, yani watu ambao wanafanya ihsani. Huu ni huduma ambao hautolewi kwa sababu ya tamaa fulani, bali halisi kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Hii huduma huu unatolewa kwa ajili ya kuwahudumia wanadamu. Vile vile katika nchi mbalimbali, tufani na matetemeko ya ardhi inayotokea kule, pia madaktari wetu na vijana wetu chini ya Humanity First wanaenda kule na wanatoa huduma zao. Na kule hawaendi kwa sababu ya tamaa ya aina yoyote, bali halisi wanaenda kule kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kule watu wengi wanaenda kutoa huduma zao,
lakini wao hawajali ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lakini hawa vijana wetu wanaotoa huduma zao wanawatendea watu vizuri kwa elimu yao na kwa vitendo vyao, wanawapatia faida watu wengine kwa sababu ya hii tu kwamba Mungu wao awe radhi nao. Hawa ni watu ambao ni muttaqin na muhsinin, yani wamchao Mwenyezi Mungu na vile vile wanafanya ihsani. Kama nilishawahi kueleza katika hutuba yangu moja kwamba Ahmadi Engineers kule katika Burkina Faso wamejenga kijiji, kama ni mfano kule umeme, maji yanapatikana, vile vile kuna njia za kupita na vile vile kuna taa barabarani, ambayo mambo hayo yote yanatimiza mahitaji ya kule. Vile vile kuna greenhouse pia kwa ajili ya kupanda mboga, ambayo inatimiza mahitaji ya kule, na kwa ajili ya kuwapatia maji pia visima vinachimbwa katika vijiji mbalimbali. Vijana wetu wanafanya kazi hii. Wanapofanya kazi hii na kazi inapokamilika, wenyeji wa kule wanafurahi sana na furaha yao inakuwa ya aina yake. Hawa wanapoleta picha hapa, kwa kuona picha inaonekana kwamba ni kazi kubwa wamefanya. Sisi tuliona kwamba ni kazi ndogo, lakini umuhimu wake ni kubwa sana. Wananchi wamefurahi sana kiasi gani. Wale ambao walikuwa wakichota maji kwa maili 5, kwa mfano mtoto wa miaka 10, yeye kwa ajili yake kupatikana maji kule ni neema kubwa sana. Kazi yote inafanywa, haifanywi kwa sababu ya au kwa ajili ya tamaa fulani. Wala baada ya kufanya kazi hii hatusemi kwamba tumefanya ihsani, bali engineers wetu na vijana wetu wanaporudi baada ya kumaliza kazi wanashukuru na wanasema tunashukuru umetupatia nafasi ya kufanya kazi hii kule na kutoa huduma, na wanaahidi kwamba wataenda siku za usoni tena kule. Mwaka huu vijiji 5 vinajengwa katika nchi mbalimbali inshallah. Marekani na Uingereza, Ansarullah na idara zingine wameahidi kwamba watatimiza mahitaji yote, na vile vile Humanity First pia wametoa sehemu yao katika kazi hii. Niliwaambia jamaati ya Germany na wao pia wametoa sehemu yao. Huduma hii inawahesabu hawa wote wanaoshiriki katika muhsinin na wale ambao wanatoa fedha kwa ajili ya kazi hii, wao pia ni muhsinin. Mwanajumuiya ambaye amepokea imamu wa zama hii ameahidi kwamba atafuata uchamungu sawa na uwezo wake. Anajitahidi kufuata uchamungu na anajitahidi ahesabiwe pamoja na muhsinin. Mwenyezi Mungu anasema, mimi nipo pamoja na watu wa aina hii na nakuwa pamoja nao hawa kila wakati. Vijana wetu wanaporudi baada ya kumaliza kazi, wao wenyewe pia wanasema kwamba katika kazi yetu baadhi wakati shida ilipopatikana, namna gani Mwenyezi Mungu alionyesha kudra yake na alitusaidia, na tulikuwa hatujui namna gani Mwenyezi Mungu aliondoa shida yetu. Anasema kwa sababu ya hii imani yetu imeongezeka sana juu ya Mwenyezi Mungu. Vile vile kama nilivyosema, muhsinin maana yake ni hii pia kwamba wanafikiria kuhusu nafsi zao na wanaongeza elimu yao, na hii ni ihsani juu ya mtu kwamba anafanya vitendo vizuri, inakuwa sehemu ya maisha yake, kisha anaendelea kupata maendeleo katika hali hii. Kisha hii pia ni kwamba kwa sababu ya elimu anapata faida yeye mwenyewe,
na anawapatia faida watu wengine pia kwa sababu ya elimu yake. Kadiri atakapoendelea kupata elimu na maarifa na atakapokuwa na juhudi ya kuwapatia faida watu wengine sawa na hali hii, basi anapata maendeleo katika njia hii ya Mohsenin, ambayo inaongeza hali yake ya inaongeza hulka njema na hali yake ya kiroho. Na hali hii itakapopatikana, basi anaona Mwenyezi Mungu yupo pamoja naye katika maisha yake, na anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi, na anajua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii anapata maendeleo katika ucha Mungu pia, kana kwamba ni cycle, ni duara ambayo kwa kuzunguka duara hii anaendelea kupata daraja kubwa, na anapata juhudi, anafanya juhudi na anapata uwezo, na kisha anafanya vitendo vizuri zaidi na zaidi, na matokeo ni kwamba anapata maarifa zaidi ya haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Kwa sababu ya vitu hivi na mambo haya, hii ni ihsani na mosin ambayo Mwenyezi Mungu anamfanyia mja wake, ambao si wale ambao wanaeleza ihsani yao hapa na pale, bali kwa kujitolea kwa ajili ya wengine wanakubali mateso ya kila aina na wanaacha haki zao, kisha wanafuata asli hii kwamba msisisitize kupata haki zenu, bali muzingatie haki za watu wengine. Mara chungu mzima mbele ya viongozi wengine wa dunia ambao wanaleta shutuma dhidi za Islam, au wale ambao hawajui kuhusu Islam, mafundisho ya Islam, na maambia kila wakati, kila mara jambo hili kwamba watu wa dunia nguvu yao yote ni kuhusu hii, kwamba mtupatie haki zetu. Na wao kwa kuweka kiwanja fulani kwa ajili ya haki yao wanafanya juu chini kwa ajili ya kupata tena haki zao. Na katika hali hii yule anayeomba haki zake yeye pia hafanyi uadilifu, na yule ambaye anatimiza pia hatimizi haki yake, na matokeo yake ni kwamba ufisadi unapatikana. Lakini Islam inatupatia mafundisho, na Waislamu wanatakiwa wafuate mafundisho haya, na ikiwa Waislamu wakifuata mafundisho haya, ufisadi unapatikana katika nchi za Waislamu. Ufisadi huu hauwezi kupatikana. Islam inatoa mafundisho kwamba mutimize haki za watu wengine kabla mtu mwingine aombe haki yake. Nyinyi mutimize haki yake, bali kwa kumfanyia ihsani na kwa ajili ya kuheshimu ubinadamu mujiingize katika Mohsenin. Mtimize mahitaji yao kwa kuzingatia sana. Katika hadithi moja inapatikana kuhusu wale wanatoa huduma kwamba yoyote mnayowaa nyinyi muwapatie watumwa wenu, na mnayokula nyinyi muwapatie watumwa wenu. Tukizingatia mafundisho haya, basi watu wa nchi ile hawawezi kuwa na njaa, wala hawawezi kuwa na bila mawazi. Picha za nchi za Afrika inaonyeshwa katika TV. Watoto wanaishi bila chakula, wengi kwa sababu ya kutokuwa na chakula. Kwa upungufu wa chakula, afya yao si nzuri, wako karibu kufa. Kina mama wana njaa, hawezi
kuwapatia maziwa watoto wao, na kule badala ya kufikiria kwamba tujanganye nchi yao, bali inatakiwa tuzingatie haki zao. Kwa kuwa kuzingatia haki zao, tuwapatie haki na tuwafundishe na tuwapatie nguvu ili waweze kujisaidia wao wenyewe. Ikiwa tunafanya hivi, basi mambo yote na shida yote itaondoka. Ikiwa nchi za Waislamu wakizingatia jambo hili, na viongozi badala ya kuweka mali katika benki yao na katika akaunti yao, wakizingatia haki za watu wengine na wakijiingiza katika muhsini na wakizingatia uchamungu katika hali hii, katika nchi za Waislamu umaskini unapatikana hauwezi kupatikana, wala ufisadi hauwezi kupatikana. Na kwa bahati mbaya hali hii inapatikana katika nchi za Waislamu, na kwa sababu ya hali hii wasiokuwa Waislamu wao wanachukua faida. Na wakati wote nilipoeleza hii mbele ya watu kwamba ikiwa hali hii ikipatikana kwamba nyinyi pia mufanye uadilifu na ufisadi unapatikana hapa duniani utaondoka. Kwa kusikia hii, wengi wanasema ni kweli, hili ni jambo la asili na mafundisho ya Islam ni mazuri sana. Lakini wao wanaporudi katika hafla zao, basi kule wanazingatia tena masilahi yao. Lazima tuzingatie masilahi ya nchi na faida ya nchi, ikiwa ni kwa kuzingatia haki na isiwe kwa kunyang'anya haki ya watu wengine. Katika hali hii inatakiwa masilahi ya nchi zizingatiwe na kila mmoja anatakiwa aweze kujipatia faida. Lakini kwa ajili ya kuchukua na kupata mali ya nchi zingine, kutanguliza faida ya nchi hii si sahihi, kwa kunyang'anya haki za watu wengine. Na katika hali hii kupata haki hii si sahihi. Haya mambo yote ni kwa ajili ya nafsi zao. Haya ni mambo ambayo yanaeneza ufisadi. Basi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwa kufuata njia za uchamungu, kwa kujihesabu katika muhsinin, ajitahidi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni sura moja tu. Katika hali hii tunaweza kujirekebisha na vile vile tunaweza kuokoa jamii yetu katika ufisadi. Tunatakiwa sawa na uwezo wetu tujitahidi kupata na kufuata sifa za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutimiza haki ya wanadamu. Tuwe tayari kila wakati. Katika hali hii neema za dunia itakuwa mtumishi wetu katika maisha yetu. Hatutatanguliza vitu vya dunia. Basi katika hali hii maendeleo yatapatikana katika uchamungu. Ikiwa mtu anafanya kazi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, tunatakiwa fikra yetu iwe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anampatia namna gani wale ambao wanafanya ihsani? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, anasema bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Jueni na hii ni kweli kwamba yeyote atakayejitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anafanya ihsani, bila shaka atapata ujira wake kwa Mwenyezi Mungu, na hawa watu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika hata kidogo.
basi mwenyezi mungu anasema kwamba ikiwa nyinyi mtanizingatia mimi na mtanikumbuka na mtafanya kila kazi kwa ajili ya ridha yangu, mwaminio anapotoa nafsi yake kwa ajili ya mwenyezi mungu, basi katika hali hii mwenyezi mungu anakuwa kwa ajili yake na anamwangalia, na huzuni yake na fikira zake zote zinaondolewa. Mtu ambaye anajitolea kila kitu kwa ajili ya mwenyezi mungu, na kwa kuwa mosin anatumia nguvu yake yote na huduma zake zote kwa ajili ya wanadamu, katika hali hii basi yule mtu hawezi kuwa na haufu wala hawezi kuhuzunika. Hizi kazi zote mbili ni za kupata mapenzi ya mwenyezi mungu na ni kutambua ucha mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema sehemu moja, kwa ajili ya kuwa mcha mungu ni muhimu kwamba baada ya kuzingatia mambo makubwa kama ni uizi na zinaa, na vile vile anajitahidi kuacha hulka mbaya, na kwa kuacha kisha anajitahidi kupata hulka njema, anakutana na watu kwa bashasha na kwa tabasamu, na aonyeshe imani sana kwa ajili ya kufanya kazi ya mwenyezi mungu. Katika hali hii anaweza kuitwa mcha mungu. Basi wale wanakuwa na sifa hii, basi wao tu wanakuwa muttaqin. Ikiwa mtu hana hulka njema, basi yeye hawezi kuitwa mcha mungu, na kwa ajili ya hawa mwenyezi mungu anasema la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Basi zaidi hii wanataka nini? mwenyezi mungu anakuwa rafiki yao. mwenyezi mungu anasema wa huwa yatawalla salihin, yani mwenyezi mungu anakuwa pamoja na wale wanafanya vitendo vizuri na anakuwa rafiki yao. Katika hadisi inapatikana kwamba mwenyezi mungu anakuwa mikono yake, anakuwa macho yake kwa wanaona, na anakuwa masikio yao kwa wanasikia, anakuwa miguu yao kwa miguu wanatembea. Na kisha katika hadithi moja inapatikana kwamba anayekuwa mdui wa walii wangu, basi mimi namwambia kwamba awe tayari kwa ajili ya kupambana nami. Katika sehemu moja imesema kwamba mtu anaposhambulia juu ya walii wa mwenyezi mungu, basi mwenyezi mungu anamshambulia kama simba anashambulia wakati mtu anaponyang'anya mtoto wake. Basi ni wenye bahati ni wale ambao mwenyezi mungu anakuwa walii wao, rafiki yao. Na wale ambao mwenyezi mungu anakuwa rafiki yao, basi huzuni yao na huzuni yao inaondolewa, na wanazingatia na wanafanya pata maendeleo katika maisha yao. Na ikiwa walifanya maovu katika maisha yao, mwenyezi mungu anasamehe dhambi zao, na mwanadamu anaogopa kuhusu siku za usoni. Hapa kwa mfano watu wengi wamekuja kwa ajili ya kutafuta uraia wa nchi hii, wanakuwa na hofu, hatujui itakuwa nini. Nimeona watu wengi kwa sababu ya hofu hii wamepunguza uzito wao, na wanapokutana inaonekana hofu waziwazi juu ya uso wao, nyuso zao. Na wengine kwa sababu ya biashara wanakuwa na hofu isije itatokea nini siku za usoni, na wanafunzi wanakuwa na hofu kwa sababu ya mtihani yao. Kwa hivyo mambo yatakayotokea siku za usoni, mtu kwa sababu ya mambo haya anakuwa na hofu hata mpaka aone matokeo yake ni nini. Vile vile huzuni ni ya mambo ambayo yaliyotokea au vitendo aliyofanya.
sawa na vitendo vyake anakuwa na huzuni. Wenye biashara wengine kwa sababu ya hasara yao ya zamani wanakuwa na hofu kiasi hiki kwamba wanakuwa mwenda wazimu, na wengine wanalala kitandani, na wao wengine wanaaga dunia hii, yani wanakufa kwa sababu ya ile huzuni. Lakini kuhusu muttaqin na kuhusu wale muhsinin, Mwenyezi Mungu anasema hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Mtu mwenye dini, mwenye imani, anayejua sifa za Mwenyezi Mungu na sawa na sifa hii anajitahidi aishi maisha yake. Yeye hawezi kujali kuhusu huzuni ya dunia. Bila shaka watu wema pia wanapata hofu na hali hii wanapata katika dunia hii, lakini ile huzuni si ya huzuni ya dunia, bali ile huzuni inakuwa huzuni ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Yani wanakuwa na hofu ya isije Mwenyezi Mungu akasirike, kama Sayyidina alayhi salatu wasallam alisema katika shairi moja, isi fikr mein rehte hain roz o shab, razi dildar hota hai kab. Yani tunakuwa na kila wakati hofu hii kwamba Mwenyezi Mungu ataridhika lini. Wao kwa sababu ya hofu hii wanafanya zikr na wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, na ala bi zikrillah tatma'innul qulub, wanasikia sauti hii na wanapata utulivu kwa sababu ya sauti hii. Zikri ya Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu inasababisha utulivu wa mioyo yao, ambayo inaondoa huzuni ya zamani na vile vile inaondoa hofu za siku za usoni. Wale wanamcha Mwenyezi Mungu, hofu yao inakuwa hofu ya mapenzi. Ucha Mungu maana yake ni kwamba mtu awe na hofu ambayo anakosa utulivu kwa sababu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hali hii inampatia nguvu moyo wa maaminio na inamsababisha apate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mtu wa dunia akikosa utulivu inashambulia moyo wake. Anayemcha Mwenyezi Mungu, anayehesabiwa muhsinin, yeye anatimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu, na anazingatia, anachunguza vitendo vyake, ndiyo maana anapata fadhili za Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni tofauti baina ya huzuni ya mtu wa dunia na mtu wa Mwenyezi Mungu. Basi mwanajumuiya anatakiwa alete mabadiliko ndani yake ya aina hii ambayo inamwelekeza kwenye njia za uchamungu, na amhisabu pamoja na muhsinin na awe muhsin, ili tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu kila wakati. Itatupisha mbali katika huzuni. Ikiwa tunatakuwa na huzuni, basi tunatakiwi na huzuni ya hii tu kwamba tuwe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu. Na kwa sababu ya hii ihsani ya Mwenyezi Mungu itazidi. Tutakapopata mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, bila shaka Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nasi, na Mwenyezi Mungu ataongeza ihsani yake juu yetu. Mwenyezi Mungu atakapoona kwamba mtumishi wangu anakuwa muhsin na kwa ajili ya ridhaa yangu anafuata sifa zangu, basi mimi pia nifanye ihsani juu yake. Mwenyezi Mungu anaongeza mara chungu mzima neema zake. Basi neema za Mwenyezi Mungu zinapopatikana, fikira za dunia hii zinaondoka, bali inakuwa ngumu kukusanya ihsani yake na inaam zake, neema zake. Kwa kumbusha mwaminio kuhusu ucha Mungu, Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba ucha Mungu
wa kweli ni ule ambao ujahili hauwezi kuwa pamoja naye. Uchamungu wa kweli inakuwa na nuru. mwenyezi mungu anasema ya ayu lazina amanu in tattakullaha yajal lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, yani enyi mlioamini, ikiwa nyinyi mnakuwa wacha mungu na mnaonyesha imara katika hali hii, basi mwenyezi mungu ataweka tofauti baina yenu na baina ya wapinzani wenu, na tofauti hii ni ile kwamba mtapewa nuru, na nuru hii itakuwa katika vitendo vyenu, katika kauli yenu na katika viungo vingine. Katika akili yenu pia itakuwa nuru, na katika kauli yenu pia itakuwa nuru, katika macho yenu pia itakuwa nuru, katika masikio na katika ulimi na katika kila harakati zenu itakuwa nuru, na katika njia ambayo mtatembea ile njia pia itakuwa yenye nuru, njia zenu zote na njia za viungo vyenu vya mwili, njia hizo zote zitajaa kwa nuru, na nyinyi mtatembea katika nuru tupu. Basi katika hali hii mtu wa mwenyezi mungu anakuwa katika hali hii, wapinzani wa mwenyezi mungu pia wapinzani wake pia wanakamatwa. mwenyezi mungu afanye kwamba sisi tuweze kupata hali hii, na katika hali hii tuweze kupata baraka na tuweze kuwapatia watu faida, na tuweze kusalimika katika shari ya wapinzani na maadui, na shari yote irudi juu yao. Hali hii itakapopatikana, basi katika hali hii tutapata mapenzi ya mwenyezi mungu, na tutawahudumia wanadamu, na tutaeneza ujumbe wa islam duniani. vile vile tutaona kwamba wapinzani na maadui wa jumuiya watakamatwa. mwenyezi mungu atuwezeshe tuweze kufanya maombi haya na tuweze kupata hali hii katika maisha yetu, amin. Leo tena nitasalisha jeneza ghaibu moja ya bana Dr. Muhammad Amir Saheb, dispenser. Alikuwa dispenser lakini alikuwa akiitwa doctor. Alikuwa mwenyeji wa Balochistan. Tarehe mosi wa Desemba 2011 alipokuwa katika kliniki yake alipigwa risasi na alifariki. Taarifa ilipatikana kuchelewa kwa sababu kule kulikuwa hakuna jumuiya, kwa hatukuweza kupata taarifa. Na mkewe pia alikuwa akifanya kazi kule katika hospitali ya Hernai. Ye alijiunga na jumuiya Qaidabad Khushab, na alikuwa mwanajumuiya peke yake katika familia yake, na ye alikuwa akihusika na kundi ambalo ni maarufu kule katika Pakistan kwamba ni kundi la ugaidi, na wale watu wale hawakuwa radhi kwamba yeye amejiunga na jumuiya, na hii inaweza kuwa sababu ya kuuawa kwake. Familia hii ilikuwa mwenyeji wa Muzaffargarh. 94 alifanya bayat na 98 alifanya bayat, na alioa na ana watoto wawili wadogo. Alikuwa mtu mzuri sana na mwema sana. Mwenyezi Mungu amghofirie na apandishe daraja yake, na Mwenyezi Mungu amuingize katika pepo ya ridha yake, na Mwenyezi Mungu awapatie subra familia yake, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر